Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, na kusalimu katika jina takatifu sana, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina lenye nguvu lipitalo majina yote. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Albert Sindondwa, ni mchungaji wa kanisa la EAGT na mtumikia Mungu Monduli mjini Arusha, Tanzania. Kwa neema ya Mungu leo nimesimama mbele yako kwa unyenyekevu mkubwa, nikileta ujumbe katika kipindi kizuri cha Kimbilia kwa Yesu. Na kama una ndugu, una jamaa, hebu mwambie kile kipindi cha Kimbilia kwa Yesu kiko hewani sasa. Nami kwa unyenyekevu mkubwa nikupe kichwa cha ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo una kichwa kinaitwa kujitajirisha kwa Mungu. Kujitajirisha kwa Mungu. Kujitajirisha kwa Mungu. Unajua kumjua Mungu ni utajiri mkubwa. Ni utajiri mkubwa. Luka sura ile ya 12, tuanzie mstari wa 13 hadi ule wa 21. Mtu mmoja katika mkutano akamwambia, mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia mtu, wewe ni nani aliyeweka mimi kuwa mwamuzi au mgawaji juu yenu? Akawaambia, angalieni, jirindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Narudia, uzima wa mtu haumo katika vitu vyake vilivyo vingi. Yani uzima wako hauko katika utajiri wako. Uzima wako hauko katika namna yoyote ya ujanja ulio nao. Luka hiyo 12. Nirudie mstari wa 14. Akamwambia mtu, wewe ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawaji juu yenu? Akamwambia, angalieni, jirindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akamwambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Mstari ule wa 19 ndo kwenye shida ya mtu huyu, tajiri mpumbavu. Anaitwa tajiri mpumbavu. Narudia mstari wa 19. Sikiliza kwa makini. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Mstari wa 21. Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Huyu anaitwa tajiri mpumbavu, ambaye kosa lake kubwa hakumtanguliza Mwenyezi Mungu. Alikuwa anaona ni kwa nguvu zake amepata utajiri, na alikuwa anaona ni kwa jitihada zake.
Ndio, unaweza ukawa na jitihada, lakini ukimtanguliza Mwenyezi Mungu, ukamtanguliza Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika mafanikio yako, utakuwa salama. Lakini mara ngapi watu wameacha kumtukuza Mungu? Wanafikiri ni nguvu zao, wengine wanafikiri ni elimu zao, wengine wanafikiri ni ujuzi wao. Ndugu yangu, umefika hapo ulipo kama Mungu amekufanikisha si kwa ujanja wako. Wanafikiri labda kuwa na afya nzuri kwa sababu ana bima kubwa ya afya. Na wengine wamediriki hata kuzalau watu wengine kwa sababu ya uwezo walionao, afya walizonazo. Na wengine wamekufuru. Si kwa uwezo wako unaishi, hiyo pumzi ni ya Mungu aliyekuumba. Huyu anaitwa tajiri mpumbavu, akajisifu kwa sababu amevuna, hana hata mahali pa kuweka yale mavuno, maana yamezaa sana. Tunaenda kuotesha, una uwezo wa kuotesha? Basi huwa nawafundisha, nasema semeni hivi, tunaenda kupanda, alafu anayeotesha ni Mungu. Wewe una uwezo wa kuotesha mmea ukaota? Na wengi wameikubali injili hii. Kwa mfano, mtu anachimba shimo, anaweka mgomba, anasema naotesha mgomba. Una uwezo wa kuotesha wewe? Mimi nafikiri Kiswahili kizuri, naenda kupanda. Yupo anayeotesha, ambaye anafanya mmea wote ni Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbingu na nchi. Mungu mkuu ndiye anayeweza kuotesha, sio mwanadamu. Kwa hiyo nikawakosoa. Wengi sasa wameelewa, wengine kwa sababu ilikuwa imezoeleka, nimeotesha eka 2. Sio kuotesha. Sema naenda nimepanda eka 2. Je, unaweza kuleta mvua wewe? Kwa hiyo wamenielewa. Sasa huyu tajiri mpumbavu akavuna mazao mengi. Kuvuna mazao mengi wala sio shida, lakini katika kauli zake hakumtukuza Mungu aliyempa nguvu ya kupata utajiri. Hakumtukuza. Akasema moyoni mwake, akasema nitafanya hivi. Kwanza amejigamba, akaanza kuwaza moyoni mwake, akasema nifanye nini? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu, maana gara zake sasa zimejaa zote. Akasema nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu zingine, nitazivunja gara zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu. Unajua hapa mstari wa 19 ilitakiwa seme kisha nitamwambia, Mungu wangu nakushukuru kwa kunifanikisha. Angekuwa amepatia sana. Mungu nakushukuru kwa kuniwezesha. Alafu Mungu nisaidie kutumia vizuri hii mali ulionipa. Yeye akasema kisha nitajiambia, nafsi yangu una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Ndani ya kula, kunywa, kufurahi. Na ulevi ulikuwemo humo. Mambo ya anasa yalikuwemo. Yani alikuwa na lugha ya ukakasi. Hakuwa na lugha ya heshima mbele ya Mungu aliyempa nguvu ya kupata utajiri. Ndugu zangu wapendwa, wasikilizaji na watazamaji wa Sibuka TV, Mungu ndiye anayetupa nguvu. Unyenyekevu utakubeba. Nikawaambia pale kanisani kwetu pale EAGT Monduli mjini, nikawaambia jamani, hivi leo ukimdharau mwenzako, dharau ni mbaya. Dharau ni mbaya. Usimdharau mtu ambaye labda kwa bahati mbaya hakuenda shule. Usimdharau.
Mwingine hakwenda shule lakini ni mtaalamu wa kuendesha mtumbwi. Ana uwezo wa kuendesha mtumbwi. Msomi anataka avuke ng'ambo, akakague miradi kule ng'ambo ya ziwa au ng'ambo ya bahari. Hawezi kaendesha lile boti, hawezi kaendesha ule mtumbwi. Msomi mmoja anadhalau, anasema hawa wameshia darasa la 7 hawa. Lakini akamhitaji huyo mwendesha mtumbwi. Alafu yuko katikati ya bahari, anamchallenge kwa sababu yeye ni msomi. Yule mwendesha mtumbwi anasema, sasa nakuachia hapa, mimi na uwezo wa kuogelea baharini. Na uwezo wa kuogelea na kuachia sasa mtumbwi uparase wewe mtumbwi sasa. Akasema hapana, nisamee. Tunahitajiana. Wewe unajua kufanya operation, kupasua mtu, lakini mara nyingine kuparasa mtumbwi huwezi. Kuendesha basikeli hujui. Na Mungu alivyofanya, nilimkubali mtumishi wa Mungu mmoja akasema, Mungu alivyo mzuri, hakumwacha mwanadamu ajue kila kitu. Ndio maana utakuta hata mtu aliyesoma anasema hiyo sio taaluma yangu, kuonekana kwamba tunahitajiana. Sasa huyu tajiri mpumbavu, tuko kwenye kipengele kinaitwa kujitajirisha kwa Mungu. Kumjua Mungu ni utajiri mkubwa. Nampenda Bwana. Kumjua Mungu ni utajiri mkubwa. Ni utajiri mkubwa mno. Haleluya. Ni utajiri mkubwa. Kwa hiyo kama utajua kwamba kila kitu, mafanikio yako yote ni Mungu anahusika, utakuwa mnyenyekevu, utamwabudu Mungu, utaacha dhambi, utanyenyekea mbele zake. Maana huyo ndiye anayetupa nguvu ya kupata utajiri. Anayetupa nguvu ya kupata utajiri ni Mungu mkuu, anayeishi milele, anayeitwa Mungu mtakatifu. Mungu mtakatifu anapenda wanadamu wanyenyekee mbele zake. Anapenda. Na wewe ndugu yangu mpendwa msikizaji, usiwe kama huyu. Anasema sasa taiambia nafsi yangu, furahi, ule unywe ufurahi. Lakini akaambiwa, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanaitaka roho yako. Hivyo ulivyojitabikia vitakuwa vya nani? Kwenye Biblia takatifu kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Moses. Ninaposoma habari zake najifunza mambo mengi juu ya Musa. Musa alilelewa katika jumba la kifalme na aliishi huko kwa ufahari mkubwa. Lakini angalia anavyosema hapa Musa, mtumishi wa Mungu, Moses. Waebrania sura ile ya 12 mstari wa 24. Biblia inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo, kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme. Maana alistahimili kwa kama amonaye yeye asionekana. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyuzia damu, na yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwangamize wao kwa imani.
Lakini kipengele ambacho nimempenda mtumishi wa Mungu Musa, anasema kwa imani alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akakataa. Huo ni unyenyekevu mkubwa. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri. Kumpata Yesu ni utajiri, ndugu zangu. Kumpata Yesu ni heshima kubwa. Kuokoka ni fahari. Mimi najisikia raha ninapotangaza, hata hapa ninapohubiri habari zake Yesu, najisikia raha. Najisikia nimeheshimiwa kusimama mbele yako. Mimi ni nani kuleta habari hizi za Yesu Kristo aliye hai? Mara nyingine nikiambiwa zamu yako leo kunena habari njema kwenye TV ya Sibuka, nasema Mungu nisaidie, nikutanishe na ndugu zangu wanafamilia wa Sibuka, wanafamilia wa Lindi FM, nikutanishe nao katika ulimwengu wa roho, wanielewe, wakuelewe wewe Bwana. Tumia kinywa changu Mungu, nasimama kwa unyenyekevu. Ni nani mimi nitangaze habari zako nzuri, habari njema za ufalme wako? Mungu, umeniteua na kuwa na moyo wa kumshukuru, kwa sababu na nena jina lenye fahari, na nena habari ambazo ni habari njema za kuwatoa watu kwenye uovu, kuwatoa kwenye uzinzi, kuwatoa kwenye ukahaba. Habari za Yesu ni nzuri. Wimbo mmoja wenye tenzi za rohoni na upendaga sana, unaitwa jina lake Yesu tamu tukilisikia. Jina la Yesu ni tamu tukilisikia. Kama unaona jina la Yesu linatajwa unakwazika, ujue una nguvu za giza. Kama unaona jina la Yesu linatajwa mfululizo unajisikia vibaya, ujue una tatizo. Siku moja nilisafiri kwenye usafiri wa treni kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya. Wakati tuko kwenye ile treni, kwenye usafiri ule, tulikuwa na wakati mzuri na mke wangu kumtafakari Yesu Kristo. Mara nyingine tunaimba na tunyimbo, tunataja jina la Yesu, tunawaambia watu waliomo kwenye ile behewa kwamba Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mfalme, Yesu anaweza kuwasaidia. Wakati tunaendelea na safari, ghafla tukasikia yowe. Kuna mama mmoja ni mjamzito analia sana kwenye behewa la pili yake. Ikabidi tuondoke kwenda kuangalia nini kimejitokeza. Watu wengi walikuwemo wataalamu wa afya nao wanasafiri. Wakasema huyu itakuwa ni ujauzito. Mke wangu akasema huyu ni pepo, huyu sio ujauzito, ni pepo. Wakasema ondoka, toa ulokole wako hapa, huyu ni mjamzito anataka kujifungua. Tukasema sawa. Wakamchukua hapo. Walikuwemo wataalamu wa afya, wakunga wanataka kumzalisha. Mama naye akaenda kwa sababu ni mwanamke. Wakati yuko pale, mama anakemea kwa jina la Yesu, mke wangu anakemea kwa jina la Yesu Kristo, huyu binti hata kufa ataishi. Wakati anakemea, likalipuka lile pepo, likapiga kelele, likasema tunaungua. Ndipo watu walijua
Ye warokole mlijueje? Unajua tukiwa na Yesu ni ngome imara. Wakati huo tukatoka kwenye behewa la kwetu, behewa lingine, walikuwemo wapendwa wengi waliookoka, wengine wa Zambia hawajui Kiswahili chetu, wanakemea in Jesus name, get out. Na sisi tunasema kwa jina la Yesu toka. Lilishambuliwa lile pepo, likamwacha yule binti akawa salama, na tukamuongoza sala ya toba, tukasafiri naye akiwa chini ya uangalizi wa watumishi wa Mungu kama sisi. Tulipofika station pale Iunga Mbeya, tukashuka na yule binti, tukamhoji. Pepo lilikuwa linasema hivi, hatuyaamini mapepo na kuongea kwao, lakini lilikuwa linatamka tunaungua. Mimi ni shangazi yake, hakunipa zawadi kwenye harusi, kwa hiyo leo nitamani nimnyonge kwenye treni hili, kwenye usafiri huu. Hukupewa zawadi, pepo toka. Hata kama hupewa zawadi, anasema mimi ni shangazi yake. Hatuyaamini mapepo, lakini ndivyo yalivyokuwa anapiga kelele. Hatuamini, mimi siamini, sina imani na pepo. Hata likisema mimi ni fulani, nasema wewe toka, huna mamlaka ya kukaa humu. Tukasema sasa, tukaanza kumhoji. Akasema kweli, si salimiani na shangazi yangu. Sisi hatujamwambia pepo lilikuwa linaongea nini, maana huo ni uchonganishi. Yeye akasema shangazi yangu nina vita kubwa. Akamtaja shangazi, akasema tukanyamaza kimya. Tukamuelekeza kwa sababu umeokoka sasa, Bwana atakuwa pamoja nawe. Nataka niseme jina la Yesu. Jina la Yesu ni fahari yetu. Huyu tajiri mpumbavu kosa lake kubwa, hakumsifu Mungu. Unajua huyu Musa anasema alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Mwana wa binti Farao, maana Musa aliokotwa mtoni na akafanywa mwana wa binti Farao. Na wataalamu wengi wa maandiko wanasema kwa nini Musa alikulia kwenye jumba lile la kifalme la Farao? Kwa sababu Farao wa wakati huo alikuwa hana uzao wa kiume, na utawala wa wakati huo walikuwa wanarithisha watoto wa kiume ufalme. Kwa hiyo Farao alidhani ya kwamba huyu Musa ambaye ameokotwa mtoni ndiye atakayerithi kiti changu, naye angeitwa sasa Farao. Biblia inasema alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali nikapate mateso na Waebrania wenzangu kuliko kujifurahisha kwenye dhambi kwa kitambo. Ndugu yangu mpendwa, dhambi na kitambo. Dhambi haina ladha. Dhambi ni uasi. Dhambi ni uchafu. Dhambi ni bomu, linaweza likakulipukia wakati wote. Hujaona watu wanakufa dhambini, wengine wanakufa vifo vya aibu, wengine wanafia kwenye guest house, wanakufa kwenye nyumba za kulala wageni na wake za watu. Mzee mmoja akachukua binti mdogo, ukimwangalia ni mtoto wake, akafa huko guest na huyo binti kwenye zinaa, kifo cha aibu. Hamjasikiliza hata kwenye vyombo vya habari wanatangaza mtu amekufa, amekutwa amekufa akiwa na mke wa mtu, amekufa akiwa na mume wa mtu. Ni aibu. Dhambi ni aibu, na shetani hata siku moja hawezi kukuletea heshima. Heshima ya kweli inapatikana kwa Yesu. Mpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Achana na kukimbizana na dunia. Imeisha hii dunia. Wewe mwenyewe uoni mambo ya aibu yanayotajwa katika dunia hii, yanayosikika? Ndoa za jinsia moja, uchafu huo, mambo maovu ambayo tunayaona sasa ni ya aibu. Wewe uioni dunia kwamba imeisha? Sasa hivi wanawake wanaoana, wanaume wanaoana. Ni hatari
wewe ni tajiri. Ukiokoka unajitajirisha kwa Bwana. Ukiokoka wewe sio mtu wa kawaida. Na hubiri wakati wote kwamba kuokoka ni kupandishwa hadhi, ni kuongezewa heshima. Nani alikuambia kuokoka ni kufilisika au kuwa mshamba? Kuokoka ni heshima. Kuokoka ni baraka. Kuokoka ni kupandishwa hadhi. Kuokoka ni kukataa uovu, kuambatana na Yesu. Ndio maana tunasema kimbilia kwa Yesu. Kipindi kinaitwa kimbilia kwa Yesu. Acha mambo ya dunia. Acha ulevi. Acha uasherati. Acha uchafu wa dunia. Hii inapita. Hii dunia ina mwisho, na wewe mwanadamu na mwisho. Na heri ungemwamini Yesu Kristo. Yule mpumbavu akaambiwa, tajiri mpumbavu. Unamkumbuka tajiri mpumbavu? Unakumbuka maneno yake? Tajiri mpumbavu alijinasibu, akasema, nitaiambia nafsi yangu ule ufurahi vile ulivyojitabikia. So mpumbavu wewe. Pumbavu maana yake ni mtu ambaye anajua kabisa anachokifanya sio, lakini anafanya kwa ujeuri tu. Anaitwa mpumbavu. Mtu anaacha maagizo ya Mungu, anafanya uovu. Kama nilivyosema, mtu anakuwa shoga, anaoa mwanaume mwenzake, mambo ya usodoma. Sikiliza katika kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza. Sura ya kwanza, kuanzia mstari ule wa 12. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala hawakumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakajinena kuwa wenye hekima, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Sikiliza mstari wa 26. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Sikiliza, matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Pepo, toka kwa jina la Yesu. Pepo la usagaji, toka. Nguvu za giza zishindwe katika taifa letu. Wanaume na vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakayatenda yasiyo wapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyo wapasa. Wamejaa udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uwaji na fitina na hadaa, watu wa njia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii hata wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao.
watu ambao ni wakaidi, hawana rehema, wanaotunga mabaya, wanaotoa maneno maovu kinywani vyao, wanafanya mambo machafu ya aibu, uovu, mambo ya kutisha. Mwanadamu, kumbuka una mwisho wewe. Siku moja utasimama mbele ya Mungu. Hayo unayoyafanya Mungu anayachukia. Mungu anakuona na anatamani uokoke, uache hayo maovu. Na kuna uwezekano kabisa wa kuacha ukikubali. Ukikubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hata kubadilisha, utakuwa kiumbe kipya. Utafurahiwa na mbingu. Nami ni maombi yangu leo, kumbukwe na Bwana. Ukumbukwe na Bwana, usiangamie. Usiangamie. Usiangamie katika dunia hii. Umejisahau mno. Umejisahau mno. Ndio maana hata kwenye nyumba za ibada uonekani, uko busy. Umejisahau mno. Na mwanadamu mara nyingine akifanikiwa anajisahau mno. Umejisahau mno. Unafikiri uko salama, umejisahau mno. Umeacha mambo yaliyo ya muhimu, umeacha. Unafanya mambo maovu ambayo yanamchukiza Mungu. Kwa nini uangamie pamoja na wenye dhambi? Kwa nini uangamie katika ulimwengu huu? Kwa nini uende jehanamu? Jehanamu sio ya kwako. Jehanamu ni ya Shetani na malaika wake walioasi mbinguni. Theluthi ya malaika walioasi mbinguni ndio walioandaliwa jehanamu. Wewe sio wa jehanamu. Wewe ni wa mbinguni. Wewe ni ndugu yangu. Twende pamoja mbinguni. Acha mambo ya ulimwengu. Acha ujeuri. Acha fitina. Acha dharau. Acha uzushi. Acha uzinzi. Acha ufisadi. Acha ulevi. Acha uasherati na uzinzi. Acha majivuno. Acha kiburi. Geuka, mwamini Yesu Kristo, atakusamehe tabia ulizo nazo. Bwana Yesu ana uwezo wa kukubadilisha, kuzikomesha hizo tabia ambazo nimezitaja: ulevi, uchawi. Acha uchawi, acha kuloga watu. Acha maovu mwanadamu. Mkimbilie Yesu Kristo, akusamehe maovu yako, akuponye magonjwa yako, akupe furaha katika maisha yako, akupe furaha kwenye ndoa yako, akupe furaha kwenye afya yako. Mungu wa mbinguni akutane na mahitaji yako. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huyu ni mwanaume Yesu Kristo. Ana uwezo wa kukupumzisha. Ana uwezo wa kukuponya. Ana uwezo wa kukuondoa kwenye tabu hiyo ulionayo. Ana uwezo wa kukubadilisha historia ya maisha yako. Ana uwezo wa kufanya kuwa kiumbe kipya. Ndio maana Mtume Paulo anaeleza kwa ujasiri. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unajua kwa nini Mtume Paulo aliandika waraka huu? Yeye mwenyewe alikuwa muovu. Alifanya uovu mwingi. Aliua watakatifu. Alikuwa na barua anaenda Dameski ili akawakamate watu wenye njia hii, yani walokole wanaohubiri habari za wokovu, akawakamate na kuwaua. Wakati anaenda Dameski, ametoka huko anaenda Dameski, alipofika njiani alimulikwa na nuru kali ya Mungu. Ikasema, Sauli, 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 unaniudhi. Akasema, unani wewe Bwana? Akasema, mimi ni Yesu unayeniudhi. Akaanguka chini, akapokea wokovu, akapokea msamaha. Paulo ndio tunayemsoma. Mtume Paulo anasema, na yachuchumilia yaliyo mbele. Anasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, nami nakuhakikishia utakuwa kiumbe kipya. Nafurahia kama utakuwa tayari kuwa kiumbe kipya.
jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima, maana dunia hii tutaiacha na mambo yote unayoyaona yatakoma. Kila kitu unachokiona duniani kitakoma, na Yesu atakuja kulichukua kanisa lake takatifu, kanisa lisilo na mawaa, kanisa takatifu lilojitunza kama bibi harusi aliyeandaliwa tayari kwa mumewe. Bibi harusi aliyeandaliwa kwa mumewe. Kanisa ni bibi harusi wa Bwana Yesu. Kwa hiyo tunapokuwa watakatifu, tunamgoja Bwana wetu Yesu Kristo atakuja tena kulichukua kanisa lake. Wale wote waliosamehewa dhambi, waliookoka, walioacha maovu ya ulimwengu huu. Maovu ya ulimwengu huu ni mengi. Maovu ya ulimwengu huu ni mengi, mabaya, uharibifu wa ulimwengu huu. Dunia haina amani, mambo yamejaa maovu ya kutisha, ya kutisha. Shetani anatumikisha watu. Wengine hawalali usiku, wanawaza kuiba, wanawaza. Acha wizi wewe, acha wizi. Unavunja nyumba za watu na iba. Unakaa barabarani kuvizia watu wanyang'anye mali zao. Acha tabia hiyo. Mungu anakuona, acha. Utakufa vibaya. Ukifa na dhambi utaenda jehanamu. Geuka, acha. Namshukuru Mungu, watu walikuwepo waliokuwa waizi wameokoka. Vibaka ambao wananyang'anya simu za watu barabarani. Kasikia kuna mahali watu wanaitwa mzuka, tatu mzuka, wananyang'anya, wanapiga watu, wanaumiza watu. Ndugu zangu, acha, geuka. Mungu anawapenda. Hiyo sio kazi ya kufanya, ya kuibia watu, ya kuwajeruhi watu, ya kuwaumiza watu. Geuka, acha wizi, acha ubakaji, acha matendo maovu. Geuka, mwache shetani na mambo yake. Mwachie hiyo mizigo yake, abebe mwenyewe shetani. Achia shetani mizigo yake. Mwambie, sikutaki shetani, na kukataa. Toka kwangu. Wewe sio wakwenda jehanamu. Wewe ni mtu mzuri tu. Ni shetani amekutwika hiyo roho. Usipoenda kuiba unajisikia vibaya. Hiyo ni roho. Wala uogopi kwamba unaweza ukauawa. Acha hiyo tabia. Acha uasherati wewe. Acha kuchukua wake za watu. Acha kuchukua waume za watu. Acha kuchukua watoto wa shule. Acha maovu. Acha mizigo yote hiyo. Njoo kwa Yesu, atakutoa leo. Nasema atakutoa leo. Utakuwa huru. Kwa nimepanda gari moja kwenye safari zetu za injili, kuta mama mmoja kaingia hapo njiani, amebeba kikapu chake, ameweka kwenye kichwa chake kikapu chake. Kondakta anamwambia, ngoja nikutue hicho kikapu, nikutue huo mzigo, niweke kwenye keria. Akasema, mzigo wangu. Nang'ang'ana na mzigo wangu. Wewe mama, mimi ni kondakta, nipe huo mzigo, uwe huru. Amebeba, gari linatembea, anayumba na huo mzigo. Watu wakamwambia, wewe mama, utaumia shingo. Gari limekubeba, lina uwezo wa kubeba huo mzigo. Tua mzigo, tuweke kwenye keria. Anang'ang'ania mzigo. Ndivyo walivyo watu, wanang'ang'ania mizigo. Tua huo ulevi ndugu, tua huo ulevi, utakuangamiza. Acha zinaa wewe. Acha uchawi. Unawanga. Hulali hata usiku, ni kufanya uchawi. Ukiona mwenzako amepata maendeleo, unaanza kumwangia. Acha, okoka leo. Nataka niombe na wewe. Uache uovu. Kila jambo lina mwisho. Na wewe mchawi utakufa. Acha uchawi. Salimisha uchawi wako. Waone watumishi wa Mungu. Waambie, naleta uchawi hapa. Naleta uchawi. Nimetesa watu.
Nilipenda mama mmoja, alikuja ofisini, akaniona, akasema mimi ni mchawi, sipendi. Nimekuja, sitaki uchawi. Nikamhoji. Mama alikuwa mwanamke wa umri tu. Umeanza lini? Anasema nimeanza tangu utoto. Nilipewa uchawi. Kwa hiyo naingia hata kwenye nyumba ya ibada nafanya uchawi. Sasa nahukumiwa moyoni, nataka na mimi niokoke. Nataka niokoke. Alilia sana, niokoke. Uchawi sitaki. Unanitesa, unanitumikisha. Uko tayari? Niko tayari. Uko tayari? Niko tayari. Niko tayari. Uko tayari? Umemkataa? Nimeukataa. Namshukuru Bwana Yesu. Na mimi nikasema sasa utauchoma mwenyewe. Kama umeukataa, utauchoma mwenyewe, wala si uchomi mimi. Huku ukiongoza sala ya toba unachoma uchawi wako. Wakati anaongoza sala ya toba, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Naomba unisamehe. Nimetesa watu, nimeua watu kwa uchawi. Haya, mwaga mafuta. Kamwaga mafuta ya taa. Kawasha njiti, akachoma mwenyewe. Alafu alipochoma akaanguka chini. Mapepo yakalipuka, yakaondoka. Akawa huru. Uchawi wako, salimisha uchawi wako. Waone watumishi wa Mungu. Na ukatae kutoka moyoni. Umekutesa huo uchawi. Umeumiza watu kwa huo uchawi. Yesu leo anakuita. Kimbilia kwa Yesu. Nasema kimbilia kwa Yesu. Lipo pumziko kwa Yesu. Unakoswa mara nyingine. Utakufa vibaya wewe mchawi usipookoka. Acha uchawi. Geuka, mwamini Yesu Kristo. Acha ulevi. Ni kwa neema ya Mungu mpaka leo upo. Mungu amekuacha usikie injili hii. Acha uzinzi. Hata wewe uliyetoka kuzini leo, usirudie tena kwa jina la Yesu. Usirudie tena. Acha uzinzi. Acha uasherati. Wewe kijana wa chuo kikuu, naenda fanya uasherati. Kijana, wazazi wanajua huko masomoni, kumbe una vimada, unazunguka na watoto wa watu kuharibia maisha yao. Acha. Geuka. Acha uasherati. Upandacho ndicho utavuna. Usipoacha utakuwa na maisha ya hatari. Na Mungu anakuhurumia, anakuita kwa huruma zake. Njoo. Ni kama vile kuna hatari huko. Unaona hatari, alafu mtu anasema njoo huku kuko salama. Njoo ngambo hii kuko salama. Njoo. Na ndivyo injili inavyokuita. Huko uliko sio salama. Njoo. Uko katikati ya uovu. Unatumikishwa na shetani. Unaletewa mawazo mabaya. Usiku mara nyingine ulali. Unafanya maovu ya kutisha. Mungu amekuhurumia tu, usikie injili leo. Njoo, kimbilia kwa Yesu. Acha uovu. Nataka nikuombee. Najua umesikia na uko tayari kutubu. Najua wapo watu wengi wanaonifuatilia wakati huu kupitia chombo chetu kizuri cha Sibuka TV na FM, Lindi FM. Nataka niombe na wewe. Uko tayari? Hapo ulipo, jiandae sasa. Nataka nikuongoze sala ya toba. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Nimelikubali neno lako. Sina ubishi juu ya neno lako takatifu. Naomba unisamehe maovu yangu yote niliyoyatenda.
ninayoyakumbuka na nisiyoyakumbuka. Bwana Yesu, liandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo nakiri kwa kinywa changu kwamba nimeokoka. Asante Yesu kwa kuniokoa. Jina langu liandikwe katika kitabu cha uzima kuanzia sasa. Weka mkono wako kwenye moyo wako, wewe ambaye umekiri sala hii ya toba. Baba, katika jina la Yesu, umesema kila ajaye kwako hutamtupa nje. Nami kwa unyenyekevu mkubwa namsogeza mtazamaji wangu huyu ambaye amekiri sala ya toba, ambaye amekiri kwa machozi. Mungu, naomba mkumbuke katika ufalme wako. Neema yako ikawe kubwa juu yake. Mjaze Roho Mtakatifu, atembee katika sheria zako siku zote za maisha yake uliompa ya kuishi kwake duniani kama mpitaji. Naomba Mungu ukamlinde, ukamponye na kumwepushia mabaya katika jina la Yesu Kristo. Na wewe uliye mgonjwa sasa, nataka nikuombee, maana injili ya Yesu inaambatana na uponyaji. Yesu alifundisha, Yesu alihubiri, Yesu aliponya. Yesu hajabadilika, ametutuma mbele yako, amenituma mbele yako nikufundishe, nikuhubirie, nikuombee. Bwana Mungu akuponye uliye mgonjwa. Tazamia uponyaji, tazamia uzima, maana neno lake ni uzima. Ana uwezo wa kukutana na shida yako. Uwe na imani ya kupokea. Haya maandiko matakatifu ni uzima, ni uponyaji. Ametuagiza, yeye mwenyewe amesema katika neno lake ya kwamba tuombe na wagonjwa. Tuombe na wagonjwa. Mungu yuko tayari kukuponya. Je, unayo imani ya kwamba utaponywa leo? Unayo imani? Kama unayo imani, naamini utapokea uzima. Ametuagiza katika Mathayo 18, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Tumepata bure, tunakuombea bure. Kwa jina la Yesu pokea uzima. Hii ndio injili ya Yesu. Aliwahurumia watu, aliwaponya bure, wala hakudai chochote kwao. Hakudai chochote kwao. Ukikuta mtu anahubiri, baada ya kuhubiri alafu akaombea wagonjwa akasema leteni sasa, baada ya kukuombea toa sadaka ya ukombozi. Hatuna sadaka ya ukombozi. Yesu alitukomboa kwa damu yake. Biblia inasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi. Tumesamehewa dhambi. Hakuna mtu anayeweza kukukomboa wewe. Watu wanadanganya na injili za bla bla. Nasema nakukomboa, nakukomboa. Una uwezo wa kumkomboa mtu? Yesu ndiye aliyekomboa wanadamu kwa damu yake. Nasi tunakuombea kwa jina la Yesu upate kuponywa. Upate kuponywa. Sema lete na sadaka ya kukukomboa. Hakuna sadaka ya kukomboa. Hakuna kuuza uponyaji. Uponyaji ni bure, ni haki yako kuponywa. Ni haki yako kuponywa. Katika Zaburi ya 103 mstari wa 3, akusamehe dhambi zako, akuponya magonjwa yako. Utaponywa bure, utaponywa bure. Unajua tunafafanua sana kwa sababu imani ni nyingi potofu. Na watu wa Mungu wengi hata pale kanisani wanakuja kuombewa. Sasa mmoja nikamuombea, nimemaliza kumuombea, anasema sasa sadaka ya maombi, ya maombezi. Akafungua bahasha yake, nimeleta sadaka ya maombezi. Nikasema hatuna hiyo sadaka ya maombezi. Nikafungua wa Mathayo hiyo 18, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Sadaka ipo, sadaka kanisani, tunatoa sadaka kanisani. Kuna sadaka za shukrani, kuna sadaka za dhabihu, sadaka tunaita sadaka ya kawaida, kuna zaka. Mungu amekutendea jambo, nenda kanisani kumshukuru Mungu. Unatangazwa kwamba leo kuna watumishi wa Mungu wana sadaka za shukrani.
walikuwa wanaumwa, sasa wamepona. Unasimama unasema jamani, namshukuru Mungu amenitendea 1 2 3. Hiyo ndio sadaka ambayo inakubalika, lakini sio kuuziwa maombi. Maombi hatuuzi, ni bure. Nafikiri umenielewa vizuri, nafafanua vizuri ili uelewe imani yako ikue. Anasema toeni pepo, mmepewa bure, toeni bure. Kwa hiyo huduma hii niliyohubiri kwako ni bure. Haleluya, ni bure, utaponywa bure. Wala usinitafute kwamba natuma hela ya maombezi. Hakuna, ni bure. Nenda katoe shukrani kwa Mungu wako, sio kwangu, maana mimi siponyi. Anayeponya ni Bwana, ila ananitumia mimi. Anasema ponyeni wako kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo imani yako isiwe kwa mwanadamu. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu. Nimefafanua sana kwa wagonjwa. Wapo watu ambao wamedanganywa sana. Nataka nikuombee sasa uliye mgonjwa. Weka mkono mahali unapoumwa. Na kama una shida yoyote ya kifamilia, shida yoyote, biashara haiendi, madeni ni mengi, umeshindwa kulipa, na ukishaombewa Mungu akakusaidia kulipa, usikope tena. Usikope kope. Usikope kope. Unajua mwingine anakopa, anahamisha deni hili, anahamisha kwingine, anahamisha hili, anahamisha. Kwa hiyo anaishi maisha ya shida, hata maendeleo hamna. Ukishalipa, rizika na mtaji wako, Mungu atakusaidia. Fanya biashara kwa uaminifu. Na wengi wanaingia kwenye shida kwa sababu hawamheshimu Mungu kwa mali zao. Na wengine ni wabishi, hata kutoa fungu la 10 hawataki. Sasa Mungu atakubariki vipi? Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu, mwenye nguvu sana, mwenye uwezo, unayetamalaki, unayeishi, unayeponya, unayeokoa, unayefungua. Nimeona mambo makubwa uliyoyatenda katika utumishi wangu. Nimeona kwa macho, umeokoa watu, umewafungua watu. Wengine walikuwa viwete, wameinuka. Wengine walikuwa mabubu, wamesema. Wengine walikuwa viziwi, wamesikia. Wengine walikuwa matasa, wamezaa. Wewe ni Mungu wa matendo makubwa. Na kuamini Mungu aliye hai, sina chembe ya hofu. Nami Bwana, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa, nikiwaleta watazamaji wangu wa Sibuka TV katika kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu. Mungu mkuu, naomba uponye wengi sasa. Ponya wengi, ponya wengi walioonewa na adui. Ponya wengi waliovamiwa na nguvu za giza kwa jina la Yesu. Ninakukemea wewe pepo, ninakukemea wewe adui, nakemea magonjwa, nakemea uchawi, nakemea roho zote za giza, nakemea nguvu zote za pepo, roho chafu za kuzimu, mashetani, mizimu. Na ng'oa kila pando lisilotokana na Baba, na ng'oa mapando yote ya ibilisi kwa jina la Yesu. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa azivunje kazi za shetani. Na vunja kila nguvu za giza, mapepo, uvimbe tumboni, roho zote za magonjwa katika jina la Yesu. Matatizo ya figo, matatizo ya moyo, matatizo ya mapafu, matatizo ya sukari, high pressure, low pressure, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakuamuru kwa moto katika jina la Yesu. Mungu wetu tunayemhubiri na kumtangaza ni moto urao katika jina la Yesu. Mwachie mama huyu, mwachie baba huyu, mwachie kijana huyu mdogo, mwachie. Wengine Bwana Mungu mtakatifu wamepita kwenye wakati mgumu, kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Roho zote za mafarakano ninazivunja kwa jina la Yesu. Nguvu yoyote ya giza iliyoharibu uchumi wa baba huyu, ninavunja kwa jina la Yesu. Ngome zote za adui naziangusha kwa damu ya mwana kondoo iliyomwagika Calvary katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema juu yako, inanena mema juu yako mgonjwa, inanena mema juu yako baba. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea haja ya moyo wako kwa jina la Yesu. Amen.
Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu, na kushukuru kwa yote ambayo Mungu yametendeka. Asante Bwana, kwa sababu kwako kuna utajiri mkubwa, utajiri, heshima na utajiri vinapatikana kwako. Mungu mtakatifu wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndiye uliyetupa uzima na afya. Hata afya hii ni utajiri mkubwa, heshima ni kubwa mno. Nikiwa hivi Bwana, nikiwa mzima na kutumikia, na shukuru kwa kunipa uzima, na kushukuru Bwana, na kushukuru kwa kunipa wokovu, na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kusimama mbele ya mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM. Baba Mungu mtakatifu, nakushukuru kwa nafasi hii nzuri, nakushukuru kwa neno lako, nakushukuru kwa watu wako na wasikilizaji wote na watazamaji wote. Nakushukuru Mungu kwa kuokoa, nakushukuru kwa matendo yako makuu, nakushukuru kwa kuponya. Nimeona uwepo wako katika madhabahu hii, nimeona uwepo wako Bwana, nimeona nguvu zako. Narudisha sifa na utukufu kwako. Asante Baba kwa kuwa ni mwema, katika jina la Yesu. Hata vipindi vingine vitakavyoendelea na viweka mikononi mwako. Watumishi wako ambao umewaandaa kwa ajili ya kuhudumia jamii kubwa, familia kubwa ya Sibuka, Mungu naiweka mikononi mwako. Hata chombo hiki cha Sibuka TV na Lindi FM naweka mikononi mwako Bwana. Mungu kaendelee kuinua, ukaendelee kuponya, neema yako ikawe kubwa katika jina la Yesu. Mungu wa ajabu, hata wale wasikilizaji na watazamaji ukawape neema na baraka tele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi ni ndugu yako Mchungaji Albert Sindondwa, mchungaji wa kanisa la EAGT Monduli mjini Arusha, Tanzania. Nikushukuru sana mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako na kufuatilia kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu. Lakini nikuombe sana kwa unyenyekevu mkubwa, wewe uliyeokoka usiache kuendelea na wokovu. Tafuta kanisa zuri la kiroho linalohubiri wokovu. Endelea hapo na Yesu Kristo atakubariki. Na wale ambao tuko Monduli, tunawakaribisha sana katika ibada zetu pale Monduli mjini. Kanisa letu la EAGT liko karibu na soko la Jumapili. Soko la Jumapili, ukifika tu Monduli mjini, uliza soko la Jumapili, tuko mkabala na soko hilo. Na ukifika hapo, uliza tu kanisa la EAGT, utafika bila shida yoyote. Tunakukaribisha sana, na Mungu wa mbinguni akubariki. Namba zangu za simu ni 0755 41 95 10, 0755 41 95 10. Ujumbe ulikuwa ni kujitajirisha kwa Mungu. Endelea kuwa tajiri. Ukisha muamini Yesu, wale tuliokoka, wewe sio wa kawaida tena. Bwana amekupandisha hadhi na Mungu ataendelea kukutunza. Utajiri unaotajwa hapa ni utajiri wa kutoka rohoni mpaka kwenye mwili. Mungu atakubariki rohoni, atakubariki hata afya yako, atabariki hata uchumi wako. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Sibuka TV.